Msanii maarufu nchini Tanzania Zuchu amefanya kitu pekee ambacho kwa ajili ya mama yake kuweza kumfurahisha. Kitu alichokifanya Zuchu hakika kimeweza kuibua hisia mseto kwa baadhi ya wanawake wengi nchini Tanzania na hata wale ambao wako nje ya Tanzania kuweza kujifunza na kuona kumbe kila kitu katika plani na mpango wa Mungu kinawezekana kwa wakati husika. Ni kitu gani ambacho Zuchu amekifanya kwa mama yake kiasi kwamba kimeleta tafakuri nzuri na watu wengi kuinspire kwa kile ambacho alichokifanya? Ili uweze kufahamu na kujua ni kitu gani ambacho Zuchu amekitenda kwa mama yake mzazi Bi Khadija Kopa. Ili uweze kufahamu, kwanza ungana nami katika kusubscribe channel hii. Hapa chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe, ukibonyeza utakuwa ni moja kati ya familia. Unaambiwa kwamba Zuchu alichokifanya kwa mama yake, ameweza kumnunulia gari lenye thamani ya zaidi ya milioni 150, gari lenye thamani kubwa sana Prado, kiasi kwamba hii ilikuwa ni surprise kwa mama yake, kwa sababu hata mama yake alikuwa hajawaza kama mtoto wake Zuchu anaweza akafanya kitu kama hiko, japokuwa mama yake alikuwa akimsihi na kumsisitizia mwanae kuwa anahitaji gari ili aweze kulitumia katika mambo yake ya kimuziki, lakini pia mambo yake binafsi. Baada ya Khadija Kopa kukabidhiwa gari kama jinsi ambavyo unavyoliona, alipata wasaha kuweza kumwombea dua mwanae na kumtakia maisha mema mazuri awapo duniani. Mtoto kwa furaha aliitikia dua hiyo kwa mama yake, na wote kwa pamoja waliingia ndani ya gari na kuanza kulitesti. Hakika furaha ambayo aliyoionyesha Khadija Kopa ilikuwa haiwezi kutafsirika kwa njia ya kawaida, yani kitaalamu inasema kwamba alikuwa na furaha isiyokuwa na kifani. Unaona bwana, huyo Zuchu amesema kwamba ni moja kati ya ndoto ambayo alikuwa nayo katika maisha yake, na kila siku alikuwa akijiuliza na kuwaza ataitimiza lini ndoto hiyo, na alitamani hiyo ndoto ya kumnunulia gari mama yake aitimize mapema, kwa sababu huenda angejilaumu sana kama asingeliweza kuitimiza ndoto hiyo alafu ikayayuka na kuteketea kama jinsi ambavyo mshumaa unavyoteketea wakati ambao unaachia mwangaza kwa mwanadamu. Basi bwana, baada ya hapo naye Bi Khadija Kopa alipata wasaha na fursa ya kuweza kuongea na kiredio, kwa sababu yeye ndio alikuwa delivery kiredio, na katika mazungumzo hayo Khadija Kopa alisema kwamba baada ya swali kuulizwa kwamba hiyo fedha zaidi ya milioni 150 ungepewa ungenunua gari, yeye akasema kwamba nisingenunua ile gari la thamani kama hili, ningenunua gari la kawaida tu, alafu fedha nyingine ningeweza kufanya kitu kingine. Kama jinsi ilivyo, tunajua kabisa Zuchu yuko katika mahusiano na msanii mkubwa hapa nchini Tanzania, na inasemekana walifunga ndoa ya siri ya kimya ambayo haijatambulishwa sana on public. Baada ya hapo Diamond alikuwa hayuko hapo katika eneo hilo, aliweza kupigiwa simu katika video call na akaweza kuongea na Zuchu. Pia aliweza kuongea na mama yake na Zuchu kuhusiana na hiko ambacho kimetendwa. Khadija Kopa aliweza kumshukuru sana mkwe wake na kusema kwamba ni mwanae ndiye amemnunulia gari ambaye ni Zuchu, lakini kwa asilimia kubwa Diamond umeweza kumsupport binti yake. Unaona bwana, ameweza kumsupport binti yake na kuweza kusababisha furaha ya mama inakuwa ni furaha ambayo haitafsiriki kwa tafsiri za kawaida, ama kama tafsida sio zile za kawaida, zile zenye utashi wa aina yake. Amekuwa ni mtu mwenye furaha zaidi, amekuwa ni moja kati ya wanawake wenye furaha zaidi duniani. Wanasema kwamba siku zote wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Sasa tunaona jinsi ambavyo wakati wa Mungu ulivyoleta tabasamu kubwa katika familia ya Khadija Kopa, na tumeona jinsi ambavyo ndoto za vijana zinaweza kusababisha wazazi kuweza kufurahia matunda ya siku za usoni, nazo zimefika, na hata wewe pia unayenisikiliza hapo, siku zako za usoni zaja. Cha msingi siku zote muombe Mungu, muamini Mungu, wekeza nguvu katika kile unachokiamini, pambana sana, hakikisha unapambana kweli ili haya ambayo unayoyaona watoto wanawafanyia wazazi wao, siku moja na wewe uweze kumfanyia mzazi wako au wazazi wako.
Na zawadi pekee kwa wazazi sio tu gari. Unaweza ukadhani kwamba lini utapata gari na wewe kuweza kumzawadia mama yako, lakini unaweza ukafanya kitu kingine kikawa ni zawadi. Hata ukimpelekea mama yako kijisimu, kama hana simu ni zawadi pia. Ukimpelekea chochote ni zawadi. Kwa hiyo unaweza kuwa unatamani kwamba na wewe gari utapata hapo lini. Unaanzia kidogo kidogo, baadaye ndio makubwa yanafuata bana. Wakati huu nikutakia wakati mwema, hadi wakati mwingine.